Habari gani mwana KUTV, kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa KUTV. Rais wa mawakili Tanganyika Boniface Mwabukusi ametoa ushauri wake au maoni yake katika mitandao ya kijamii kuhusu maandamano ya jana ambayo waumini wa kanisa la Katoliki walifanya kuelekea katika ubalozi wa Vatikani. Rais wa TLS Boniface Mwabukusi ametoa maoni yake kuhusu tukio hilo. Nukuu, maandamano ya bei ya jioni hawakuandamana pale Padre Kitima alipotaka kuuawa, padre alipotekwa na kukutwa katupwa polini, wala wanafunzi wa utawa walipotekwa na kuumizwa. Hawakuandamana Wakatoliki wenzao walipouliwa na miili yao kupotea. Halafu ukiona nchi hii kuna maandamano ambayo wazee wa intelijensia hawajazuia, jiongeze. Kuhusu haiba ya waandamanaji wala msinuulize. Mwisho wa kuhitimisha na sebene la mwamba. Watu wametoa maoni kweli kweli katika sehemu ya comment section kwenye chapisho la rais wa TLS Boniface Mwabukusi. Pasi na kupoteza muda naenda katika eneo la comment section hapo nione watu wana maoni gani kwa hichi ambacho Boniface Mwabukusi ameandika. Wa kwanza naitwa Priscilla, anasema ila jamani, watu wanaorganize hivi vitu waache mambo kama haya yanaaibisha utu wa mwanadamu. Lakini Clement anasema wakili msomi kaka Boniface Mwabukusi, kilichopangwa na kufanywa na hao watu wanaojiita waumini wa kanisa la Katoliki atazame kwa udogo. Kuna hatari kubwa sana inatengenezwa hapa kutuumiza vibaya mno. Udhalimu wa kiwango hiki hauwezi kufanywa kinyemela tu, kama hakuna uovu mkubwa unaokusudiwa kufanyika siku za mbeleni. Watawala bado wako vitani, hawajamaliza vita na sisi. Lakini Kasungusungu anasema mwandaaji wa movie hajajua kuipanga hata kidogo, kuleta uhusika. Yani moja, angewaingiza mavazi; mbili, sala na nyimbo; lakini tatu, wakilishi wa vyama vya kitume, yani viwavi wawaka na kadhalika. Hapo sisi wa Katoliki tunaona ni movie haikwenda vizuri. Lakini mwana wa Adamu anasema wengi wao hapo hawajui wapo hapo kwa ajili ya nini. Huenda walichoambiwa ni kingine kabisa, na ukitaka kujua nini mipango ya mwandishi, alipaswa kushtukiza kwa hoji baadhi yao ambao wangejua lengo la media za Bongo ni toilet paper tu, wezi ona hicho. Lakini Emmanuel anasema sisi wa Katoliki madila tunatumia kuvaa nyumbani tukiwa tunafanya usafi tu na sio kutoka nayo nje, alafu kwenda kwenye ofisi wa balozi wa Papa. Lakini Emmanuel Matiku anasema nchi ina wajinga wengi sana, akaweka emoji za kucheka hapo. Lakini Mu anasema kibali kilichoombwa lini na wapi? Anahoja hapa kuhusu masuala kibali. Lakini John Michael anasema hawa ni Waislamu feki, ujue dini ya Kiislamu ni feki tu. Hapa Bongo wa Katoliki hawavai baibui wala wote hawana akili timamu. Lakini Mr. Jafet anasema hapo kiongozi wao anatakiwa apewe rozali na asali matendo ya uchungu. Lakini Breaking Point anasema haiba ya waandamanaji hao sasa maana hapa hamkosi Mwantumu, Mwamboka, Haisha, Ndarandefu na wengine wengi. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo yametoka katika chapisho la Boniface Mwabukusi. Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu ndio KUTV, tunakutujia katika masuala ya kisiasa. Bye bye.